Ikiwa ni siku nyingine kabisa, ikiwa ni Oktoba 10 ya mwaka 2025, kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kimeingia mazoezi siku ya hii leo kwenda kufanya maandalizi kuelekea kwenye michezo ya klabu bingwa barani Afrika. Kikosi hiko kimeambatana na wale wachezaji ambao waliokuwa wapo katika majukumu ya timu zao za taifa, na wengine tayari wamesharejea kwenye kikosi hiko na wengine wakiwa wanafanya mazoezi. Kocha Dimitri Pantev ameweza kuwatenga kwa wale ambao waliokuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa na wale ambao walikuwa wameanza session ya kwanza siku ya Jumatatu ameweza kuwatenga na kuwapa mazoezi tofauti. Nikiripoti kutoka katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Bunju Arena, ni hamasa morali kwa wachezaji iko juu kwelikweli, na ukijaribu kutazama kila mchezaji ambaye anaonekana akiwa katika uwanja wa mazoezi, unaona kabisa jinsi gani mchezaji anafili kile ambacho anachokifanya. Morali imekuwa iko juu na kila mchezaji anaonesha ile hali ambayo anayohitaji kuweza kuifanya kwa mara, na hichi ni kitu ambacho kilikuwa kimekosekana muda mrefu katika uwanja wa mazoezi Simba. Kipindi kile kocha Fadlu Davis alipokuwa kwenye benchi la ufundi la Simba, kulikuwa huone hizi hamasa ama zile morali kwa wachezaji wakiwa katika uwanja wa mazoezi, lakini hili limeonekana katika uwanja wa mazoezi chini ya kocha Dimitri Pantev. Unaweza ukajiuliza sababu ambazo zimewafanya wachezaji kuwa na morali, ikiwa ni kocha Dimitri Pantev na kutokuwa kwenye morali kipindi kocha alipokuwa Fadlu Davis. Hii ni moja kati ya aina ya ufundishaji, sababu kila mmoja ana aina yake ya ufundishaji na kila mmoja ana njia gani za kuweza kuwafundisha wachezaji na kuwaondoa katika wakati fulani na kuelekea katika wakati fulani. Nikupe faida moja ambayo nimepata bahati ya kuitazama mazoezi yote ambayo kocha Dimitri Pantev alipokuwa akisimamia katika uwanja wa mazoezi, na nilipata bahati ya kumshuhudia kocha Fadlu Davis katika uwanja wa mazoezi. Wewe pia unawezekana ukawa shahidi, pia ulishawahi kukutana na kitu kama aina hiyo, lakini leo acha nikupe ushuhuda kile ambacho nilichopata kukiona mazoezi ya klabu ya Simba kwa kipindi hiki kocha Fadlu ambaye hayupo, na kwa kipindi hiki kocha Dimitri Pantev yupo kwenye kikosi hiko cha Simba. Nianze na utofauti ambao Fadlu alikuwa akiufanya katika uwanja wa mazoezi. Fadlu alikuwa na mazoezi yake ya kawaida sana. Coach Fitness alikuwa akiwakimbiza tu wachezaji mara kwa mara, hujaribu kupigiana pasi za wenyewe kwa wenyewe. Ile battle fiziki inakuwa haipo, kwa maana kwamba kuwapa yale mazoezi ya utimamu wa kimwili, kuwachemsha, kuwazungusha uwanja mzima mara kadhaa. Kwa kipindi kocha Fadlu ilikuwa halionekani na wala sikupata bahati ya kuliona kwa karibu zaidi. Kulikuwa na wafanya mazoezi ambayo ni ya kawaida mno. Wachezaji walikuwa wana relax, lakini pia wachezaji walikuwa kama vile wapo kwenye honeymoon, walikuwa hawajitumi hata katika uwanja wa mazoezi. Session ya kwanza kocha Dimitri Pantev ambayo aliyoianza kwenye uwanja huu wa Mo Simba Bunju Arena, kulikuwa na utofauti mkubwa sana. Utofauti wa kwanza, kocha Dimitri Pantev tu ile siku ya kwanza alivyowasili katika uwanja wa mazoezi, huwezi amini brother, aliweza kumchukua mchezaji mmoja mmoja. Wachezaji wote walikuwa wamekaa pembeni ya uwanja baada tu ya kuisha utambulisho kwa kocha huyo kwa wachezaji. Kocha Dimitri Pantev akiambatana na kocha wake msaidizi walijaribu kumchukua mchezaji mmoja mmoja na kumrushia mpira na kuanza kuona kwanza ile control, ball balance, ball control ilikuwa viko vipi kwa mchezaji mmoja mmoja. Unaweza kujiona ni kitu cha kawaida sana, lakini hichi kitu kocha mara yake ya kwanza kumuona mchezaji kwanza akiwa ana umiliki mpira
kwa kufanya ball balance, ball control. Tafsiri ni kwamba kuumiliki mpira kwa kufanya danadana, ile pale inatoa taswira kwamba huyu ni mchezaji wa aina gani. Hicho kitu nilikiona siku ya kwanza kocha Dimitar Patev alivyokuwa alipoingia katika uwanja wa mazoezi. Hichi ni kitu mara nyingi huwa watu wanakiona kama ni kitu cha kawaida, lakini hii ni moja kati ya kitu pekee kocha itamfanya kumjua mchezaji kwamba ni mchezaji wa aina gani. Control kwa upande wake ipo, na kama haipo, vitu gani ambavyo kocha Dimitar Patev anahitaji kwenda kuzifanya, ama anahitaji njia gani ili kuona labda kuweza kumsaidia kwa mchezaji huyo pindi tu control ikiwa haipo kwa upande huo. Kitu cha pili ambacho nilipata bahati kukitazama, alijaribu kuwaelekeza wachezaji baada ile zoezi la kwanza kucontrol mpira ama kupiga danadana, alijaribu kuwaonesha unapopasiwa pasi na mtu, macho yako ya kwanza utazame mpira, then unapokuwa una dribble ule mpira, hakikisha pale ambapo unapo dribble na kule ambapo mpira unapotaka kwenda, hakikisha ule mpira usiondoke katika mguu wako. Tafsiri ni kwamba kuumiliki mpira pasipokuwa na adui, kuupokonya ule mpira. Alijaribu kuwafundisha jinsi gani ya kuumiliki mpira. Kama mpira uko mbele, basi haupaswi adui yako awe anakuja kuupora ule mpira. Ili zoezi lilikuwa limeenda kama masaa mawili katika uwanja wa mazoezi, ila nilichukua dakika 5 tu ya kusoma vile ambavyo kocha Dimitar Patev anakuwa anafundisha soka la aina gani katika uwanja wa mazoezi. Hivi ni vitu ambavyo unaweza ukaviona kama ni vitu vya kawaida, lakini pia vina faida kubwa sana pindi mchezaji anapokuwa katika uwanja wa vita. Ni kocha ambaye mazoezi yake amekuwa ni mazoezi ya magumu kweli kweli. Alijaribu kuwaweka wachezaji wapo katika utimamu wa akili, na alijaribu kuwafanya wachezaji kwanza kuupenda mpira muda wote na kuweza kukimbia uwanja wa Bunju, na kama unavyotazama uwanja ni mkubwa kweli kweli. Alijaribu kuwafanya wachezaji wakimbie raundi zisizopungua kwa uchache ambazo mimi nilipata bahati kuzihesabu ni raundi 10 za uwanja. Kama ulishawahi kufika katika uwanja Bunju Mo Simba Arena, utakuwa unanielewa ni uwanja wa aina gani. Hii inamfanya mchezaji kwanza kutengeneza pumzi. Kuzunguka uwanja raundi 10 inamfanya mchezaji kwanza kutengeneza pumzi na kuto kumfanya mchezaji kuchoka kwa kipindi akiwa katika uwanja wa vita. Hivyo ndio vitu ambavyo nilivyoviona kwa haraka zaidi siku ya kwanza mpaka kufikia siku ya pili na mpaka siku ya 3 kocha Dimitar Patev alivyokuwa akivifanya katika uwanja wa mazoezi. Unaona utofauti huo wa kocha Fadlu pamoja na kocha Dimitar Patev. Lakini pia kitu pekee ambacho nilipata bahati kukitazama kwa ukaribu zaidi kipindi ilikuwa ni siku ya jana kwenye mchezo wa kirafiki katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo. Ilikuwa ni ngumu kuingia katika mechi ile kwa sababu ilikuwa ni mechi ya indoor, lakini nilipata bahati ya kuwa nje ya uwanja na kuwaona wachezaji wanavyotoka katika mechi ile. Ulikuwa unajiuliza baada ya mchezo ule, mechi ya kirafiki, ilipaswa kila mchezaji arudi katika familia yake ama wasirudi katika kambi, leo ndio waingie kambini. Lakini kitu pekee ambacho alichokifanya kocha Dimitar Patev siku ya jana kwenye mchezo wa kirafiki, na baada huo mchezo kumalizika, aliwaambia wote warejee kambini, na leo wanarejea tena katika uwanja wa mazoezi kuendelea na session yake ya 5 kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Ni kitu pekee ambacho anachokifanya kocha Dimitar Patev kuwafanya wachezaji akiambatana na kocha wake msaidizi walijaribu kumchukua mchezaji mmoja mmoja na kumrushia mpira na kuanza kuona kwanza ile control, ball balance, ball control ilikuwa viko vipi kwa mchezaji mmoja mmoja. Unaweza kujiona ni kitu cha kawaida sana, lakini hichi kitu kocha mara yake ya kwanza kumuona mchezaji kwanza akiwa ana umiliki mpira kwa kufanya ball balance, ball control. Tafsiri ni kwamba kuumiliki mpira kwa kufanya danadana, ile pale inatoa taswira kwamba huyu ni mchezaji wa aina gani. Hicho kitu nilikiona siku ya kwanza kocha Dimitar Patev alivyokuwa alipoingia katika uwanja wa mazoezi. Hichi ni kitu mara nyingi huwa watu wanakiona kama ni kitu cha kawaida, lakini hii
ni moja kati ya kitu pekee kocha itamfanya kumjua mchezaji kwamba ni mchezaji wa aina gani. Control kwa upande wake ipo, na kama haipo, vitu gani ambavyo kocha Dimitar Lupatev anahitaji kwenda kuzifanya, ama anahitaji njia gani ili kuona labda kuweza kumsaidia kwa mchezaji huyo pindi tu control ikiwa haipo kwa upande huo. Kitu cha pili ambacho nilipata bahati kukitazama, alijaribu kuwaelekeza wachezaji baada ile zoezi la kwanza kucontrol mpira ama kupiga danadana, alijaribu kuwaonesha unapopasiwa pasi na mtu, macho yako ya kwanza utazame mpira, then unapokuwa una dribble ule mpira, hakikisha pale ambapo unapo dribble na kule ambapo mpira unapotaka kwenda, hakikisha ule mpira usiondoke katika mguu wako. Tafsiri ni kwamba kuumiliki mpira pasipokuwa na adui, kuupokonya ule mpira. Alijaribu kuwafundisha jinsi gani kuumiliki mpira. Kama mpira uko mbele, basi haupaswi adui yako awe anakuja kuupora ule mpira. Ili zoezi lilikuwa limeenda kama masaa mawili katika uwanja wa mazoezi, ila nilichukua dakika 5 tu ya kusoma vile ambavyo kocha Dimitar Lupatev anakuwa anafundisha soka la aina gani katika uwanja wa mazoezi. Hivi ni vitu ambavyo unaweza ukaviona kama ni vitu vya kawaida, lakini pia vina faida kubwa sana pindi mchezaji anapokuwa katika uwanja wa vita. Ni kocha ambaye mazoezi yake amekuwa ni mazoezi ya magumu kweli kweli. Alijaribu kuwaweka wachezaji wapo katika utimamu wa akili, na alijaribu kuwafanya wachezaji kwanza kuupenda mpira muda wote na kuweza kukimbia uwanja wa Bunju, na kama unavyotazama uwanja ni mkubwa kweli kweli. Alijaribu kuwafanya wachezaji wakimbie raundi zisizopungua kwa uchache ambazo mimi nilipata bahati kuzihesabu ni raundi 10 za uwanja. Kama ulishawahi kufika katika uwanja wa Bunju Mo Simba Arena, utakuwa unanielewa ni uwanja wa aina gani. Hii inamfanya mchezaji kwanza kutengeneza pumzi. Kuzunguka uwanja raundi 10 inamfanya mchezaji kwanza kutengeneza pumzi na kuto kumfanya mchezaji kuchoka kwa kipindi akiwa katika uwanja wa vita. Hivyo ndio vitu ambavyo nilivyoviona kwa haraka zaidi siku ya kwanza mpaka kufikia siku ya pili na mpaka siku ya 3. Kocha Dimitar Lupatev alivyokuwa akivifanya katika uwanja wa mazoezi. Unaona utofauti huo wa kocha Fadlu pamoja na kocha Dimitar Lupatev. Lakini pia kitu pekee ambacho nilipata bahati ya kukitazama kwa ukaribu zaidi kipindi ilikuwa ni siku ya jana kwenye mchezo wa kirafiki katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo. Ilikuwa ni ngumu kuingia katika mechi ile kwa sababu ilikuwa ni mechi ya indoor, lakini nilipata bahati ya kuwa nje ya uwanja na kuwaona wachezaji wanavyotoka katika mechi ile. Ulikuwa unajiuliza baada ya mchezo ule, mechi ya kirafiki, ilipaswa kila mchezaji arudi katika familia yake ama wasirudi katika kambi, leo ndio waingie kambini. Lakini kitu pekee ambacho alichokifanya kocha Dimitar Lupatev siku ya jana kwenye mchezo wa kirafiki, na baada huo mchezo kumalizika, aliwaambia wote warejee kambini, na leo wanarejea tena katika uwanja wa mazoezi kuendelea na session yake ya 5 kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Ni kitu pekee ambacho anachokifanya kocha Dimitar Lupatev, kuwafanya wachezaji wafili kwamba kile ambacho wanachokifanya wahisi kwamba ni kitu sahihi, na waendelee kuupenda mpira na waendelee kufanya mazoezi kwa kadri vile inavyotakiwa. Wachezaji wamekuwa na nidhamu sana kwa hivi sasa kwenye uwanja wa mazoezi, na kila mchezaji anajaribu kumuonesha mwalimu ni mchezaji wa aina gani. Orodha ya wachezaji ambao kocha Dimitar Lupatev aliyoweza kuwakubali, hata kama asipoweza kuwataja kwa majina, lakini unaona kabisa ishara ya mchezaji fulani anapokuwa ana dribble ama akiwa anafanya mazoezi, unaona kabisa kocha Dimitar Lupatev amemkubali sana mchezaji wa aina hiyo. Siku yake ya kwanza kuripoti katika uwanja wa mazoezi, alichukua kama dakika 5 ama zisizopungua dakika 7. Alijaribu kuzungumza na Elie Mpanzu Kibisawala mara kwa mara, alijaribu kuzungumza naye. Huenda ikawa kabla tu ya kocha kukutana na Elie Mpanzu, huenda alipewa ripoti yake kwamba kwenye timu yetu kuna mtu anaitwa Mpanzu. Kiwango chake kimekuwa ni kiwango cha kawaida sana tangu tu pale ligi kuu Tanzania bara ilipokuwa ikifunguliwa ama msimu mpya wa 25-26 ulipoanza.
alijaribu kukaa naye si chini ya dakika 5 mpaka dakika 7 kuzungumza naye. Ile inaitwa ni psychological, kutaka kumjua mchezaji yupo katika wakati gani. Tabia hii makocha wengi sana huwa wanafanya. Nikupe mfano tu mmoja kutoka pale nchini England. Ni mmoja kati ya makocha ambao walikuwa wanafanya tabia hii, ni kocha Pep Guardiola, kocha ambaye anaifundisha klabu ya Manchester City, pamoja na kocha alikuwa akifundisha klabu ya Chelsea, Jose Mourinho, lakini pia ni kocha ambaye alikuwa akifundisha Liverpool, Jurgen Klopp. Mwaka kadhaa iliyopita Jose Mourinho alishawahi kumfuata mchezaji hadi nyumbani kwake kutaka kujua anakula nini, anafanya nini, na baada ya kuamka huwa anakula kitu gani. Hii pia ni kujaribu kumfuatilia mchezaji ili kumtengeneza kwamba awe ni mchezaji mpambanaji pale ambapo anapokuwa kwenye uwanja wa vita. Mara nyingi Afrika watu hili huwa hawalifanyi kwa sababu ya miundombinu ya Kiafrika. Lakini kocha Dimitri Pantev alijaribu kukaa na muda mrefu na Elie Mpanzu kuzungumza naye kutaka kumjua psychological, huenda kwa kuna vitu ambavyo labda vinamtatiza. Hii ni pia ni moja nzuri sana, lakini kocha Fadlu alikuwa havifanyi hivyo. Leo bwana, ikiwa ni siku nyingine, siku ya Oktoba 10 ya mwaka 2025, ni mambo mazuri kweli kweli katika uwanja wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wakiwa wanafanya mazoezi yao mazuri kabisa, na nyuso za kila mchezaji unaona kabisa wapo katika morali nzuri. Wale ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa wamejaribu kuwekwa pembeni, kwa maana kwamba kupewa mazoezi yale ambayo walikuwa wakiyafanya wenzao kuanzia siku ya Jumatatu. Hii ni kongole sana kwa uongozi wa Simba kumleta kocha ambaye anajua nini misingi ya mchezaji, anatakiwa apate nini, kwa wakati gani, kwa siku gani na kwa muda gani. Big up sana kwa uongozi wa klabu ya Simba kumleta kocha ambaye anakubalika sana kwa wachezaji. Nilijaribu kumtazama Elie Mpanzu pamoja na Jean-Charles Ahoua, lakini pia nahodha mkuu wa kikosi hiko Shomari Kapombe wapo katika muonekano mzuri, na kila mmoja anafurahi kile ambacho anachokifundisha kocha Dimitri Pantev.